Karibu mwanamichezo wa Fry Sports TV. Kama ni kwa mara yako ya kwanza, ni kusi ubonyeza button ya subscribe ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tukiziposti kila siku. Hii leo tumekuandalia taarifa ambayo kesi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kuifungua inayomhusu Damalo Kamala kuhusu uhalali wake wa kuweza kucheza kama mchezaji wa ndani, yani Mtanzania, ambapo Simba ilianza kuweza kufungua dai hilo kwenye mchezo ambao ulikuwa ni mchezo wa dabi ambao ulipigwa kule Zanzibar, na mchezo huo uliweza kutamatika kwa bila kufungana. Simba waliweza kuhoji kwamba Damalo Kamala ataweza kutumika kama mchezaji wa ndani au mchezaji wa kimataifa, na huku Simba wakienda mbali zaidi wakaweza kuzungumza kwamba Damalo Kamala hajaweza kusajiliwa kwa uhalali kuweza kutumika kama mchezaji wa ndani, kwa sababu ukiweza kwenda kwenye shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF, taarifa zinaonyesha kwamba Damalo Kamala ni mchezaji wa Tanzania, lakini ukienda kwenye shirikisho la mpira miguu duniani FIFA, Damalo Kamala anaonekana kwamba bado ni mchezaji wa timu ya taifa ya Guinea au ni mchezaji kutokea taifa la Guinea. Simba wameweza kuhoji kwamba huu usajili sio usajili halali, ni usajili ambao haujaweza kufuata sheria na kanuni ambazo zimeweza kuwekwa kwa lengo la kuweza kumsaidia mchezaji kuweza kuhama shirikisho moja kwenda shirikisho nyingine. Kesi hii imekaa kimtego kwa namna moja ama nyingine. Imekuwa kama kesi ndogo, lakini ni kesi kubwa kwa upande wa Young Africans, kwa sababu kesi hii ipo TFF bado wanaendelea kuisikiliza kesi hii, kuangalia namna ya kuona kwamba Simba wao wanadai kwamba Young Africans watakuwa kuweza kupokwa alama ambazo Damalo Kamala ameweza kuhusika kwenye michezo ambayo Young Africans wameweza kucheza. Kwa hiyo kesi hii ipo serious kweli kweli. Lengo kuu ambalo Simba wameweza kufanya hivyo ni kuweza kuwakumbusha Young Africans namna ya kuweza kufuata sheria na kanuni ambazo zimeweza kuwekwa kwa ajili ya kuweza kuongoza mpira wa Tanzania bara. Taarifa imekuwa kubwa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, imekuwa ikichukua headlines kwa vichwa vya habari, namna ambavyo kesi hiyo inakwenda. Young Africans waliweza kumsajili Damalo kipindi cha dirisha dogo kama mchezaji wao, ambapo waliweza kumtambulisha kuwa ni mchezaji kutoka Mwanza akiwa ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo Young Africans waliweza kumsajili Damalo Kamala kama mchezaji wa ndani wa Tanzania baada ya Damalo kuweza kuomba uraia wa Tanzania na kuweza kubadilisha uraia kutoka Guinea kuja Tanzania. Kwa hiyo Young Africans kwenye idadi yao wao walikuwa wamesajili wachezaji 12 wa kigeni ambao kikanuni inastahili kwa klabu yoyote inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na championship kuweza kusajili idadi ya wachezaji 12 wa kigeni, ambapo Simba wao wamekuja na kesi hiyo wakidai kwamba Damalo Kamala sio Mtanzania bali ni raia wa Guinea, ambapo kesi hiyo imeweza kupelekwa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF kuweza kusikilizwa. Jambo ambalo limekuwa ni gumu kweli kweli ni kuweza kuangalia kwamba wakati taarifa zikuweza kujazwa za uhamisho kutoka shirikisho la mpira wa miguu kule Guinea kuja kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kuna sheria ambazo hazikuweza kufuatwa za uhamisho wa mchezaji hiyo. Ndio maana Simba wameweza kufungua kesi hiyo ili kuweza kuwaadhibu Young Africans kitokea Simba kashinda, kuweza kuwaadhibu Young Africans kwa kuweza kupokwa alama ambazo mchezaji ameweza kucheza. Ukiangalia hii kesi ni kama ndogo, lakini kesi ngumu kweli kweli. Kwa namna ambavyo kesi hii inavyokwenda, Young Africans wana asilimia nyingi za kuweza kupata adhabu, kwa sababu ukiangalia Young Africans kwenye usajili huo hawakufuata sheria na kanuni ambazo zilistahili za kuweza kumsajili mchezaji huyo kutoka kwenye klabu ya Singida Black Stars kwenda Young Africans, huku wakimsajili kama mchezaji wa ndani, wakati bado taarifa za uhamisho bado zinasoma kama bado ni mchezaji wa taifa la Guinea. Hivyo ni taarifa ambayo Simba wameweza kuikomalia kweli kweli, kuweza kupeleka kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuweza kupambana ili uweze haki, sheria na kanuni ziweze kufuatwa kwenye swala zima la kuweza kusajili wachezaji wa kimataifa, ambapo inaonekana Young Africans wameweza kuvunja sheria hiyo au kanuni hiyo ya usajili wa wachezaji wa kimataifa. Young Africans waliweza kumsajili Mohamed Damalo Kamala kama mchezaji wa ndani, lakini alikuwa hajaweza kukamilisha taratibu zote na kanuni zote za kuweza kuhama shirikisho la mpira wa miguu pale Guinea na kuja kwenye shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania TFF.